Amani iwe nanyi ndugu zangu wapendwa. Utabiri wa nyota kutoka kwa Ahishamshi. Msomaji wenu ni mimi Zamruni Balul. Nyota ya Kaa. Kupata habari mbaya. Kuitishwa kikao au mazungumzo yatakayokuwa mafupi. Kuelimishana na mtu. Kupunguza mawasiliano na mtu fulani. Utaongeza umakini kwa mtu. Wengi wenu kusafiri au kuwa mbali na sehemu ulioizoea. Wakati huu kuwa makini sana. Kuna shari inayokuandama. Utulivu wako utafanya kuweza kung'amua jambo vema. Utahisi hali ya kukubalika, kuheshimika au kupendwa pia. Baadhi yenu kusalitiwa. Malipo ya kitu yanakaribia kukufikia. Hii ni katika namna nzuri. Nyota ya Samaki. Utapokea pesa. Utapata ujumbe mzuri. Mtu fulani ataacha kukusumbua. Wasiwasi wako kuisha. Kumshukuru mtu aliyekufanyia wema. Utaguswa na hali ya mtu. Kujibiwa kwa haraka jumbe zako. Utahitaji kurudisha upendo wako kwa mtu. Kujifikiria kuhusu wewe kwa namna fulani. Kuiogofya fedheha. Kujitahidi kwenye malezi. Nyota ya Nge. Kuwa makini na maneno yako. Unaweza kuongea jambo ambalo si zuri, ambalo litakugharimu pia hata wewe. Simu yako kuisha chaji kwa haraka. Mtu atajishtukia kuongea na wewe, ila atasema yaliyokuwa moyoni mwake. Utatumia muda mchache kumaliza kazi. Utalipwa deni lako au ujira wako. Mtu kushtuka baada ya kumwambia neno fulani. Kupata mchubuko sehemu ya ulimi. Kupata vidonda vya pembeni ya mdomo. Utakuwa mwenye dalili za ujauzito kwa mwanamke, ila utakuwa uko sawa tu. Kuhisi maumivu ya mifupa au kwenye miguu. Utapokea mrejesho mzuri. Nyota ya Mbuzi. Unaweza kupata habari njema. Maendeleo ya kitu fulani kuwepo. Mwenza wako atakuwa mwenye furaha sana na wewe. Utatumiwa pesa. Kuambiwa maneno mazuri. Kufarijika. Kuanza kujirekebisha kwa tabia fulani. Kuziamini hisia zako. Wachache wenu kujihisi hali ya pumu na maumivu makali ya sehemu. Nyota ya Mashuke. Utakuwa kimya sana. Utaonesha hali ambayo hujazoeleka nayo. Kupungua mwili. Kuhisi mtu atakutafuta. Kujihisi majonzi. Kuna jambo litakuwa linakujia sana akilini. Kuachana na mtu. Kichwa kuuma tena. Mtu atahitaji ushauri wako. Utakuwa makini kumuinda mtu fulani. Utarekodi tukio. Kuacha kuongea sana. Kuumizwa na mtu wa karibu. Kupata nafasi nzuri ya kazi. Utafika sehemu yenye harakati za ujenzi. Kumwagizia mtu kitu. Utamuuliza mtu jambo. Utahisi kitu baada ya kuota jambo fulani. Epuka kujilaumu sana. Kubadili maamuzi yako. Utajipa nafasi ya kuanza upya. Nyota ya Ng'ombe. Mtu anakumbukia ukuaji wako. Hata wewe pia unaweza kuwaza maisha ya zamani. Utakuwa mkweli zaidi katika suala la mahusiano na kikazi. Utapata nafasi ya kuandaa kitu. Kitu ulichokisubiri kinakamilika. Kujihisi aibu kuzungumza na mtu. Kuwaona watoto mapacha. Tarajia kupata kitu ulichokipoteza. Heshima na mwongozo mpya. Kutumia njia rahisi ya kupata kitu. Mtu anayekukera atakuumiza sana moyo wako. Kufanya chaguo sahihi. Kukohoa wakati wa usiku sana. Utajiepusha na shari iliyo karibu yako bila kujua. Nyota ya Mizani. Kujihisi kisunzi au hali ya kizunguzungu. Kuikataa hali fulani inayokujia mara kwa mara. Utakuwa mwenye kujificha au kujiweka mbali na watu fulani. Moyo wako kukuuma. Kukutana na mtu wa muhimu.
Utapewa nafasi katika jambo. Utasahau kitu muhimu. Utakuwa mwenye kusikiliza zaidi kuliko kuongea. Utatumia kitu kwa namna ya kujitibu, tofauti na matumizi yake mengine. Macho yako kung'aa sana. Kutambua kitu kwa haraka. Utakataa kitu. Nyota ya mapacha. Utakuwa kwenye mkusanyiko wa watu wengi. Utakuwa mvivu kwenye kufanya maombi. Utajihisi kusinzia sana. Macho yako kuwa na unjano au wekundu. Kufanya mawasiliano muhimu na mtu. Utaoneshewa ishara ya jambo. Kumaliza kazi mapema. Kutumia kitu ambacho hujatumia kwa muda mrefu. Kitu cha kuvaa mkononi kuharibika. Inakujulisha mwisho wa uhusiano au muungano wako na mtu. Watu watakutazama kwa namna nzuri. Jitihada zako zina ushindi. Unaelekea pakubwa penye mafanikio. Utamiliki kitu kwa masiku yajayo. Nyota ya ndoo. Mtu anatamani uwepo wako sehemu. Utayafanyia kazi maagizo ya mtu. Utataka kuweka sawa mambo fulani. Kujiweka katika hali ya kupendeza. Wiki hii itakuwa yenye mvuto sana kwako. Kupenda sana manukato. Kujua faida ya kitu. Uwazi utaondoa ukungu uliokuwepo kwa jambo. Hisia za mtu kuhitaji msaada zitakufikia. Hivyo unaweza kuhisi kitu cha kweli. Utatoa usaidizi. Wema wa mtu utafanya umkumbuke sana. Nyota ya punda. Nguvu mpya itakufikia tena kukuimarisha. Hivyo hata kama ulikuwa mwenye unyonge utakuwa sawa. Utapata ukumbusho wa kitu. Kusikiliza kitu kila wakati. Wakati huu utakuwa karibu sana na familia. Kukubalika na watu. Utapokea ujumbe wa jambo litakalo kuja kutokea kwa baadaye. Utafanya wema kwa mtu. Nyota ya mshale. Hutokuwa makini kufuatilia yanayozungumzwa na watu fulani. Kuhisi hali ya kichwa kutikisika chenyewe. Ni ishara ya jambo linalofanyika karibu yako. Katika namna mbaya, nzuri au mwitikio wa kitu. Utapata ujio wa mtu usiotarajia. Hutoiamini ahadi ya mtu. Nyota ya simba. Wakati wa jioni utakuwa wenye bahati kwako. Mtu atapenda uwe mtu wa karibu kwake. Litatokea jambo ambalo ulishawahi kuliota. Kutafakari maneno ya mtu. Kupata taarifa nzuri ya heshima. Maamuzi yako yatakuwa ni bora. Utabiri huu unatoka kwa Ahishamshi. Usiache kusubscribe channel hii ya Ahishamshi, kuonesha umoja wenu na upendo. Mengi mazuri yatawafikia. Usisite kulike, kucomment na kushare. Kwa mawasiliano zaidi mtafute kwa namba hii +254 724 729 804. Unaweza kumpata kwa WhatsApp, kwa grupu la elimu, utabiri wa kila siku, tafsiri ya ndoto, ishara na tiba. Umoja wenu ni muhimu sana. Shukran.